ambaye ametuafikisha kuweza kukutana kwa mara nyingine katika mji huu wa Mwanza, katika msikiti wetu huu Masjid Sheikh Amin hapa Rufiji. Allah subhanahu wa ta'ala awalipe kheri viongozi wake, kadhalika mashekhe ambao wanasimamia markazi hii, na tuthibitishe sisi katika haki pamoja na wao, tujalie mwisho mwema. Kwa hakika mimi ongea katika msikiti huu si mara ya kwanza wala mara ya pili, ni mara ambazo hazina idadi, na kubwa sisi hukumbushana mambo ambayo yanayofungamana dini yetu Uislamu. Na kama tunavyosema siku zote kwamba katika hii dini yetu kuna mambo mengi sana ya sisi kukumbushana, mengi sana ambayo yatakikana tuyafahamu, bali kuna yale ambayo pia yanajiri katika ulimwengu, katika nchi yetu, katika miji yetu. Pia tuna haki sisi ya kuweza kukumbushana kwayo, na mengine yanakuwa ni ibha, lazingatiwe kwa yale ambayo yanayotokea, na wakati mwingine pia tahadharishana katika baadhi ya mambo kabla ya kutokea, kwa mwongozo wa Qur'ani kadhalika na sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana yule ambaye mwenye maarifa na uelewa, bila shaka atakuwa ni mwenye kuelewa. Yule ambaye mwenye kutaka salama atafuata. Sasa muhadhara wetu wa leo, mimi nitasoma kauli ya Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ndio itakuwa utangulizi wa muhadhara huu. Anasema Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani asema, walaysa tariqul khalasi huwa thawratu bisilahi ala alhukami fahiya min bid'i al-asri wa mukhalafatu lin-nusus ash-shar'iyyati allati minha al-amru bitaghyir ma li'anfusi inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Anasema Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, haya maneno anatuelekeza sisi Waislamu. Kuna watu wanaona kwamba walikuwa wakiona kadhalika, na mpaka leo pia wapo baadhi ambao wenye mitazamo hiyo, yani kwamba watu wanaamua baadhi ya kikundi wakakaa watu watatu, mmoja ongezeka 10, 20, 100 mpaka wakawa maelfu ya watu. Ikawa watu wanapita na fikra fulani hivi. Miongoni mwa fikra ni kwamba watu kuingia msituni, watu waingie msituni kwa lengo la kujipanga ili waweze kupambana na utawala na kung'oa utawala uliopo, ili waweke ule utawala wanaotaka wao, wamweke kiongozi wanayemtaka wao. Wakaamua kwenda maporini,
wakaingia. Walipoingia wakawa na silaha zao. Sheikh Albani anasema walaysa tariqul khalasi, na si njia ya kujinasua, huwa thawratu bisilahi, nako ni kufanya mapinduzi kwa kutumia silaha, ala alhukami, juu ya watawala. Akasema fahiya min bid'il asri, jambo hili ukiona watu wanaingia msituni, ukiona watu wanaingia maporini, wakakaa kwenye mapango, wakasema wanajipanga, wakasema wanapambana ili wang'oe utawala uliopo, waondoe utawala uliopo, serikali iliyopo. Sheikh Albani rahimahullah ta'ala anasema fahiya min bid'il asri, mambo haya ni katika bid'a za zama hizi. Ukiona watu na fikira hizi, basi ujue kwamba hawa wanaleta bid'a, uzushi, jambo ambalo halipo katika Uislamu. fahiya min bid'il asri wa mukhalafatu linnusus shar'iyyati, jambo hilo ni uzushi wa zama hizi, bali na ni kwenda kinyume na maandiko yaliyokuwa ya kisheria, maandiko ya Qur'ani, maandiko ya Sunna, allati minha, maandiko ambayo ndani yake, katika hayo maandiko, al-amru, kuna amri katika hayo maandiko, bitaghyiri mali anfusi, kubadilisha yale ambayo yaliyoko katika nafsi za watu. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala amewataka wanadamu, amewataka Waislamu, pindipo wanapoona kuna matatizo ima katika maisha yao, ni lazima jambo la kwanza watazame katika nafsi zao kwanza, wapi wamekosea. Leo ukitazama ukaona kwamba maisha magumu, hali ngumu ya kimaisha, tutafanyaje sisi? Kwa hiyo wewe kwa mtazamo wako ukaona kwamba ili maisha yawe mepesi, ni lazima tumwe utawala uliopo. Tuong'oaje sisi? Ni lazima tuingie polini sisi. Ukatengeneza fikra zenu, mkawa na kikundi maalum kwa lengo la kupindua serikali. Haya ni katika mambo ya bid'a katika dini ya Allah, kwa sababu amri iliyokuja ni lazima watu watazame katika nafsi zao kwanza. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ana maneno mazuri sana, maneno yale anasema kwamba watu wanatakikana katika kutaamali, kwa yani kuzingatia kwa watawala, jambo la kwanza kabisa watu wajitazame nafsi zao wao, kwamba wale viongozi ambao waliopo, watawala wanaowatawala, wajue kwamba wametokana na wao, tabia walizokuwa nazo ndio za kwao. Kwa hiyo wanaposimama kulaumu viongozi, lazima kwanza wajilaumu wao nafsi zao, wako sawa? Kwamba nyinyi mnasimama mnalaumu utawala, nyinyi mko sawa? Ikiwa viongozi waizi, nyinyi pia ni waizi, kwa sababu wao wametokana na nyinyi. Haya ni maneno, tena maneno marefu, maneno mazuri kabisa, kwamba watu watakikana wao jitathmini kwanza, wasilaumu watu ambao waliokaa katika madaraka, kwa sababu wale si malaika, wale ni binadamu, wametokana na sisi. Allah analeta viongozi kulingana na sisi tulivyo, hawezi kuleta malaika watuongoze. Allah subhanahu wa ta'ala akasema inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hakika Allah subhanahu wa ta'ala habadilishi yale ambayo yako kwa watu mpaka wao wabadilike nafsi zao. Sura Ra'd aya 11. Aya hii ni utangulizi wa haya maelezo ambayo ninakusudia katika muhadhara wetu wa leo.
Anasema msemaji mmoja, idha saa fi'lu al-mar'i saa dhununu. Asema vitendo vya mtu vikiharibika vikawa ni vichafu, bila shaka pia dhana zake zitakuwa mbaya. Kwa hiyo mambo ambayo unayoona leo yanatokea katika jamii ni kwa sababu ya zile dhana zao. Vitendo visharibika, dhana zimekuwa chafu, dhana zao wanawadhania vibaya wale ambao wanaoongoza, kwa sababu wao wenyewe pia ndivyo walivyo. Katika muhadhara wetu wa leo tutaelezea an ni'matin adhimatin, kuhusiana na neema iliyokuwa kubwa tukufu. Qalla man yatafakkaru fiha, ni wachache ambao wanatafakari kuhusiana na neema hiyo, kwamba hii ni neema. Lakini je, ni watu wangapi ambao wanatafakari na kujua kwamba hii ni neema? Wa nadara man yashkuru Allah alaiha, kadhalika na ni wachache mno ambao wanamshukuru Allah kwa neema hiyo. Ala, tambueni ya kwamba wa hiya ni'matul amni, neema ya amani. Muhadhara wetu tutaelezea neema ya amani. Hadhihi ni'matu allati, hii ni neema ambayo idha fukidat, pindi ikipotea neema hii, lam yanfa insanan ta'amun wala sharabun. Neema ya amani ikipotea, hakitomnufaisha mwanadamu chakula wala kinywaji, kwa sababu tayari neema ya amani imeondoka. Wala baitun wala malun, kadhalika itomnufaisha mtu nyumba wala mali. Hakuna ambaye atakayesimama kusema ailinde nyumba yake. Neema ishaondoka, nyumba inabomolewa, wewe utakimbia, hakuna thamani tena nyumba. Mali utazikimbia ambazo wewe unasibiriki. Hakuna cha gari, hakuna cha pesa, hakuna atakayefikiria chochote zaidi nafsi yake na kukimbia. Wala ayyun mata'i min mata'i dunya, na wala chochote katika starehe miongoni mwa starehe za dunia au vitu katika vitu vya kidunia, hakuna ambaye atafikiria jambo hilo hata siku. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, Allah anasema katika sura Quraish aya 3 mpaka ya 4, falyabudu rabb hadha albayt, muabuduni mola wa nyumba hii, Al-Kaaba alladhi at'amahum, ambaye amewalisha wao, min ju', kutokana na njaa, wa amanahum min khawf, na Allah ambaye amewapa amani kutokana na hofu. Amani, Allah ametaja vitu viwili, akataja chakula kadhalika na amani. Qala al-mufassirun, watu wa tafsiri wakasema, dhakara Allah ta'ala ni'mat al-amni, Allah ametaja Allah neema ya amani, wa tu'ami, kadhalika na chakula, min a'zami ni'ami, katika neema kubwa, neema tukufu. Wa qarana bainahuma, na akaziambatanisha neema hizi mbili. Allah subhanahu wa ta'ala
akaziunganisha neema hizi mbili. Kwa nini Allah ameziunganisha neema hizi mbili? Na sio kila kitu lazima uulize kwa sababu zipi, isipokuwa panapokuwa kuna sababu tunauliza ili tupate jawabu, au jawabu liweze kufika katika fikra zetu. Lianna al-insana la yahna, kwa sababu mwanadamu hawezi kupata starehe, hawezi kupata utulivu bitaamin wala ibadatin, hawezi kupata utulivu kwa chakula chochote kile, kadhalika wala ibada. Idha kana khaifan, akiwa na hofu. Ukipikiwa biriani, ukapikiwa chipsi ike ambalo wewe unalijua, ukale unachokijua wewe, na mayai yake na kuku, uweze ukahisi ladha, kwa sababu hakuna amani tena. Amani ishaondoka. Ndugu zangu Waislamu, tunapoelezea suala la amani, tunapotaja amani, kuna mambo lazima tuyafahamu. Jambo la kwanza, sisi Waislamu si waoga. Kuna watu wanavyojifikirisha wao, wanavyokaa na kudanganyana kwamba sisi ni waoga. Sio waoga, lazima watu watambue. Na ndio maana katika msingi wetu Ahlusunna wal Jamaa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la ta'ata la ta'ata al-makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Hakuna toa ya kumtii kiumbe kwa kule kumuasi muumbaji. Maana yake nini? Sisi katika Uislamu tuna mwongozo, na hili kijana wa Kiislamu lazima utambue ya kwamba ndani ya dini yetu ya Uislamu tuna mwongozo. Utawala wowote, kiongozi yoyote atakayekuwa anaongoza sio kwa mujibu wa Qur'an na Sunna, akawa anaongoza katika nchi yetu hii au katika nchi yako unayoishi, basi sheria inakwambia lazima utamtii, isipokuwa tu pale atakapokuamrisha kumuasi Allah. Hakuna toa. Muislamu kwa msingi huo yuko tayari kufa. Hili jambo liko wazi na huwa tunalieleza. Ndio dawa yetu, ya kwamba dawa yetu ndivyo ilivyo. Kiongozi yoyote atakayekuwa akituamrisha maovu kwamba tumuasi Allah, hatuko tayari katika hilo, tuko tayari kufa. Lazima watu watambue, huu ni msingi. Kwa hiyo tunapoeleza suala amani, haimaanishi kwamba tunaogopa kufa. Muislamu katika dini yake, ndani ya dini yetu ya Uislamu kuna kitu kinaitwa jihad. Al-jihad fi sabilillah, kupambana, jihadi. Jihadi hiyo lazima mfahamu, kuna jihadu talab na jihadu difaa. Jihadi ya kutakiwa na kiongozi fulani fulani fulani, mnatoka kwenda kupambana. Hakuna kusema mimi siwezi, mimi kadha, lazima utoke. Ndio utaratibu wa Uislamu. Kile jambo liko hivyo na Waislamu wote wanalijua. Lakini kuna jihadi ya kujitetea. Sasa hivi tunaishi sisi katika nchi yetu hii, hakuna vita, hakuna mapigano. Lakini ikitokea, Allah sikadirie, lakini ikitokea muda wowote makafiri wameamua sasa kuwapiga Waislamu, kuwapiga wanawake na watoto, itasimama jihadi. Hata leo hivyo ndivyo ilivyo katika dini yetu ya Uislamu. Haitoangaliwa nani na silaha nani hana, kitabaiba chochote. Sisi bwana tuko tayari muda wa kufa, muda wowote, kwa sababu tunaamini ya kwamba ukifa katika msingi wa jihadi ni peponi. Huwezi kulibandua.
yani huniondoi. Huo ndio msimamo sawa sawa. Kwa hiyo tunapoelezea suala amani, kuna mambo mengi ambayo yanachungwa katika Uislamu. Miongoni mwa hayo, kwanza watoto, wanawake, kadhalika kuna wale ambao sio watu ambao wametakikana kuwaua katika sheria. Dini yetu ya Uislamu inachunga mambo mengi sana, haina hamasa wala jazba wala vurugu, ina muongozo sahihi. Sasa utawasikia baadhi ya watu kwamba wao wakisimama wakianza kuelezea baadhi ya mambo, nitayataja kwa undani wake. Wakianza kuelezea baadhi ya mambo, utawasikia wanakuambia kwamba wengine wao wanaelezea tu amani, hawaelezei haki. Sio wengine, semeni Waislamu. Kama vile sisi tunavyosema Wakristo, maaskofu, wachungaji na mapadri, hawa ndio ambao chanzo cha vurugu ya Tanzania. Asiyejua ajue leo. Hatufichi, mimi nishasema, nitasema Dar es Salaam nilisema, lakini hapo kwenda nasema haya maneno. Hili ndio jambo ambalo lilopo. Sasa wasiseme kwamba kuna wengine, ni sisi Waislamu. Alafu kuna baadhi ya watu leo katika mitandao wakikaa wanaeleza, wanasema kwamba unajua watu waelezee haki, hawa ni machawa tu, wewe ni papasi kunguni, wewe usiokuwa na damu, usijitambua. Tunapoeleza suala la amani, lengo la kuja duniani nini? Waislamu hatukuletwa lengo la masala ya kuongoza katika hii dunia. Tumekuja kwa lengo moja la kumwabudia Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Haya ndio malengo. Ndio maana tunasimama tunalingania watu suala la amani. Kwa nini? Ili watu waabudie Allah subhanahu wa ta'ala. Ama tukianza kuelezea haki, nitataja baadhi ya mambo. Tukielezea kwamba haki, kwa sababu leo ukitazama baadhi ya maaskofu, na leo hii kwa maana leo juma ngapi leo? Jumamosi. Tumekaa wametoa tamko lao. Wao katika mambo ambayo wanayokuwa wanayataka, wanamtaka Rais Samia, kadhalika na serikali yake. Kwanza wanaitaka serikali ya Mama Samia, kadhalika na yeye mwenyewe wanamtaka. Miongoni mwa vitu ambavyo wanavitaka, wanataka ilindwe haki na uhuru. Hivi ni vitu ambavyo wanavitaka wao. Wanataka haki na uhuru pia ulindwe. Kutazama suala la haki, ni kweli haki inatakikana iwepo na watu wapewe haki zao. Hivi vitu kivitazama, haki na uhuru, ndio mambo watu wengi wanapigia kelele sana, haki uhuru. Lakini nataka niwaambie, kabla sijaelezea haki, uhuru pasina mipaka ni vurugu. Na haya ndio ambayo yanatokea. Haya yametokea ni kwa sababu ya uhuru ambao hauna mipaka. Maana nilimsikiliza yule askofu mwenyewe anaongea, anasema yani nafikia hatua polisi wanatumia risasi za moto kuua raia. Hii sio haki. Risasi za moto kuua raia. Hao waandamanaji walichoma sheri kwa kutumia nini? Wametumia nini? Kutumia moto. Na wao wanasema dawa ya moto, ndio huo wamekutana nao sasa. Kwa sababu wamechoma mali za watu. Sheria ya Uislamu, unapokuwa umevamiwa nyumbani kwako, umevamiwa na aliyekuvamia, ikiwa imeshindikana kumpa nasaha, kadhalika kujitetea, basi katika kujitetea una haki ya kumuua. Ukimuua kuna kesi. Wale ni askari,